So Bwana asifiwe. Nataka tuendelee na mafundisho yetu, na naamini kwamba Mungu ataweza kutubariki. Mnavyojua ni kwamba tumekuwa tukiendelea na mafundisho. We have been continuing na mafundisho yetu tumekuwa tukiyafanya for some time now. Hii ni lesson yetu ya 4 na ya mwisho katika series ya prudence use of our tongues, na najua kwamba Mungu atatubariki. Wale wengi ambao wamekuwa wakifuatilia haya mahubiri, nimesikia wengi wakiniambia imekuwa ni mahubiri ya kuwasaidia sana, na naamini kwamba sio wale tu wako kanisani, hata wale ambao wanatufuata kwenye mitandao, najua kwamba pia wanabarikiwa. Sisi kanisani kwetu hapa mara nyingi tunapenda mafundisho, sababu mafundisho huwa inakomboa watu wa Mungu, inapatia watu misingi. Naamini kwamba tunapoendelea siku ya leo tutabarikiwa. Nataka tuombe ndio niweze kuendelea. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru Bwana, na kuambia ni asante Mfalme kwa sababu ya siku ya leo. Bwana, umetukusanya katika nyumba yako ukiwa tayari kutubariki, na hata mpaka wakati huu Bwana tumesikia na kuona baraka zako. Bwana, wakati huu nimesimama kunena neno lako, naomba kwamba ukanipatie usemi, naomba kwamba ukanipake mafuta. Jehova Mungu, ukabariki kila mmoja wetu, wale tuko hapa na wale ambao wanatufuata. Nashukuru Bwana ni kwa sababu uko tayari kuachilia baraka zako katika maisha yetu. Katika jina la Yesu naomba nikiamini. Amen. Siku ya leo nataka tuweze kuongea na subtopic on the same topic yetu ambayo iko prudence use of our tongues. Nataka tuongee na subtopic shaping destiny with your tongue. Shaping destiny with your tongue. Najua kwamba Mungu ataweza kutubariki. Wapendwa, nikisema hivyo nasema kwamba kuweza kutengeneza siku zako ambao ziko mbele, ama kutengeneza hatima yako iweze kuwa mzuri kwa kutumia ulimi. Na tumeongea hapo mbele kama wiki iliyopita, nikawaambia kwamba ulimi ni wa maana, kwa sababu unaweza kutumia ulimi wako kuhamisha milima, ukatumia ulimi wako ukafanyika kwamba hata miamba ambayo itoi maji ikatoa maji kwa maisha yako. Na tukaona kwamba pia unaweza tumia ulimi hata mipupa ambao ni mikavu sana ikaleta uhai. Kwa hivyo siku ya leo nataka tushiriki kwa hili somo au aya ili neno ambao Bwana ameweka moyoni mwangu, najua kwamba tutabarikiwa. Kwanza kabisa nataka kusema ya kwamba kwa kusema, wapendwa, kwa kutumia ulimi, unaposema maneno yanakuwa na nguvu ndani yake. Wiki iliyopita mnakumbuka kwamba tuliangalia tukaona tukajiuliza what is power and what is authority. Na tukaona kwamba unaposema kuhusu mambo ya power ni ile nguvu ambayo inafuata maneno ambayo unayasema, na tukasema authority ni ile kwamba umeruhusiwa kutumia hayo mamlaka au nguvu zile ambao ziko nyuma ya maneno ambayo unayasema. Na kwa hivyo wapendwa, nimekuja kugundua ya kwamba kwa kusema maneno na kinywa chako, kama Biblia isemavyo kwamba yale ambayo unayasema yanakufunga, kwa kusema maneno kwa kinywa chako unakuwa kwamba hauwezi kuenda zaidi ya vile ambavyo unakiri na mdomo wako. In the book of Proverbs chapter ambao ni 6 verses 2 inasema kwamba umejifunga kwa maneno ya kinywa chako. Na hivyo unapata kwamba ni watu wengi kwamba hawaendi mbali sana kwa sababu ya mambo ambao wanayoyakiri kwa midomo yao. Nimekuja kuona kwamba kunena ndugu kuna nguvu zake, na kunena huwa kunaenda na yale mambo ambayo yako ndani yako. Kwa hivyo nataka niwapatie tu mfano bila ambavyo wakati moja niliona kwamba kunena kunakuwa na impact, na nimesema kwamba hayo ni mambo ambayo yanakuwa ndani yako. Ilikuwa ni miaka ya nyuma huku, miaka ya 1980s, na ikawa kwamba tulikuwa na rafiki mwingine, kitu ambao sengine naweza sekeza kidogo, unaweza cheka. Tukawa na rafiki mwingine, tulikuwa sasa hiyo ndio sasa nilikuwa karibu kuenda college, na ikawa kwamba tunatafuta vibarua vibarua vya kufanya Nairobi. So tukaenda tukafuatana na yeye, tukaenda njia ya Enterprise Road. Tukaenda, wale wanajua vizuri during that time mahali ambao kulikuwa kumefanywa kama headquarter ya Kenya Times newspaper. Huo mjengo ulikuwa wakati huo ulikuwa ndio mjengo ulikuwa Kenya Cereals and Produce Board walikuwa hapo mbele. So tukaenda na yeye mpaka pale, tukaingia tunatafuta kazi
Kwenda kuingia hivi, tulipofika kuingia, tukauliza kazi na tukaambiwa kwamba kazi hiko. Alafu sasa kazi ambao tunaambiwa tufanye ilikuwa ni kazi ambao ni loading and offloading ya maroli na kupanga kwenye mule ndani kwa store. Nakumbuka hiyo nacheka. So tukaenda na jamaa yule rafiki yangu, tukakaribia mahali ambao kazi ilikuwa ifanywe. Unajua kile kitu niliona ilinistua na nikasema basi hii kazi siitaki. Sababu nilikuwa naona jamaa anakuja lori, walikuwa na offload kwa lori wakiingiza ndani. Jamaa anakuja anaweka mgongo namna hii. Inachukua inatupwa, ni kama imetupwa kwa mgongo. Na mle jamaa anakimbia mbio, aenda anatupa mahali. Anakimbia tena anaweka mgongo namna hii. Nikasimama nikaangalia. Nikasema kama hiyo ndio kazi na ikae. Yule jamaa nikamwacha mimi nikaenda zangu. Kitu gani nilifanya hapo? Nikawa natafakari hiyo maneno. Nikaona wapendwa, unajua kitu gani nilifanyika? Wakati ambao niliangalia nikaona hii jambo haiwezekani. Na nikamwambia kwa mdomo kwamba hiyo kazi mimi sitafanya. Na yeye akaingia, mimi nikaenda zangu. Hiyo wapendwa, ukiangalia kindani vizuri utagundua ya kwamba there is a very big connection between what you believe and what you speak with your mouth. So kitu ambao niliangalia hapa, niliona kwamba mimi hii kazi siwezi. Alafu nikajaribu kuvisualize vile itakuwa, nikaona kwamba bwana ati unaweka mgongo unatupua ngunia 90 kilograms papo. Nikasema hiyo bwana. Unajua sasa hiyo tulikuwa vijana. Hata wacha zaidi kuna mwili kidogo. Nyakati hizo nilikuwa kamtuke mama hivi kama kamtuke mbaba sana. Alafu sasa unatupia. Nikahamba nikaenda zangu. So kitu ilifanya kazi hapa ni kwamba kwa mambo mawili. Kwanza nikakiri kwa mdomo wangu, nikaamini kwa roho yangu kwanza, alafu nikakiri ya kwamba iwezekani. Wapendwa, let me tell you, there is a very big connection. Kuna connection kubwa sana ambao inaenda na imani yako na yale ambao unayakiri kwa mdomo wako. In the book of Romans chapter 10, ningependa kwamba tuangalie hiyo. Romans, nataka tuangalie katika mlango ambao ni wa 10. Tuangalie kutoka pale mstari ambao ni wa 8. Maandiko inasema kwamba, but what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Bwana asifiwe. So unaona kwamba kuna kitu ambao Mungu ameweka katikati ya imani yetu na yale mambo ambayo tunayakiri kwa midomo yetu. Hata wokovu ambao wapendwa tunajivunia, kumbe tumeupata kupitia kukiri kwa mdomo. Ndio tunaambia mtu, unasikia mtu akisema kwamba mimi nimeokoka kwa roho. Anakuambia kwamba mimi nimeokoka tu kwa roho, hata sisemangi mimi nimeokoka mimi. Wapendwa, kama mtu akiri wokovu, ujue kwamba hajakamilisha kile Bwana amesema kwamba ufanye ndio uwe umekamilika, umeokoka. Ni lazima at one point in your life ukiri useme kwamba I am born again, ama ukiri useme kwamba Kristo ni Bwana. Wakati ambao unakiri namna hiyo, maandiko inasema ya kwamba kitu anasema wokovu uko karibu sana na wewe. Na muujiza wako pia, salvation is the greatest miracle that can happen to us. So muujiza wako ule mkubwa ambao inaweza kufanyikia wapendwa ni muujiza wa wokovu. Na maandiko inatuambiaje hapa? Maandiko inasema kwamba neno la wokovu liko karibu na sisi zaidi ya kitu kingine yote. Anasema kwamba iko mdomoni mwetu na iko rohoni mwetu. Hakuna kitu kingine iko karibu kushinda mdomo wako na roho. So anasema kwamba if you are going to confess with your mouth the Lord Jesus and believe, sema kwamba utaokoka. Bwana asifiwe. So unajaribu kueleza aje mpendwa? Najaribu kusema ya kwamba kuna connection kubwa ambao Mungu ameweka. Na msisahau wapendwa kwamba ulimi, nimesema ulimi ni kitu ambao ni cha maana sana.
Ni Mungu ametupatia as a gift ambao huwezi fananisha na chochote, na anaitumia kwa maisha yetu. Na ukiangalia ni vile tu, we don't sit down and consider. Ukiangalia closely utagundua ya kwamba ulimi unakufanyia mambo mengi katika maisha yako, vile ambavyo unakiri. So imagine ulimi umetupatia uokovu, wapendwa. Umedhibitisha uokovu katika maisha yetu kwa njia ya kukiri. Na ndio Mungu akatuambiaje wiki iliyopita, wapendwa? Mungu akatuambia ya kwamba mnaposema, nilikuwa nimesema in the book of Numbers chapter 14 verses 28. Mungu akasema, na tulisoma hilo somo, akasema kwamba wakati unasema maneno kwa kinywa, kwa masikio yangu nikasikia, nitafanya vile ambavyo umesema. So wapendwa, hiyo ni dhibitisho kubwa. Atiuseme kitu kwa maneno, masikio ya Mungu, kwa imani. I have told you what you say must be accompanied by faith. Bwana asifiwe sana. It must be accompanied with faith. Useme maneno alafu hiyo kwamba yanapelekwa na imani. Mungu anasema unaposema namna hiyo moyoni mwake, anasema kwamba unaposema kitu nami nitakuwa kwamba ninasikia. Nikisikia kile umesema, I am going to back it. Nitafuatilia hayo mambo kwa kudhibitisha. Na kwa hivyo wapendwa, tujifundisheni kukiri, kwa sababu kukiri tunaambiwa kwamba kwa kusema ndio au la, kwa kusema enenda, kwa kusema nitafanya, inafanya kitu kinafanyika katika ndani ya moyo wako ambao inakupeleka mbele kufanya mambo hayo. Kwa hivyo ni kitu ya muhimu. Nataka niwaangalie kitu labda hujawahi kuangalia vizuri. In the book of Mark chapter 5 from verses 25. Mark chapter 5 from verses 25, maandiko inatupatia picha. Nataka nikupatie hiyo picha, labda sitasoma hapo. Maandiko inasema kwamba huyu mwanamke, mnajua hadithi ya yule mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu miaka 12. Ukiangalia maandiko inasema katika mstari ambao ni wa 28, maandiko inasema kwamba huyu mwanamke, wapendwa, alikuja akiwa ni mgonjwa, ameenda ametumia pesa yake mahali kwingi, ameona madaktari wa kila aina, ametumia mali yake nyingi, lakini hakupona. Lakini na nikwambia wapendwa, hivyo ndivyo inakuwa. Mungu anajaribu kutufundisha ya kwamba hata wewe unaweza kuwa na shinda, ukawa na taabu, ukawa na miaka mingi ya kama huyu mama ambao umekuwa ukishughulika kutafuta suluhisho na hupati. Hiyo ndio tangazo, ama ndio fundisho Mungu anataka kutufundisha hapa. Anatuambia ya kwamba kukawa kwamba huyu mama katika hali yake kusononeka, ajua afanye nini, akasikia kwamba Yesu anapita. Maandiko yanasema kwamba aliposikia Yesu anapita, alienda karibu pale na mahali ambako alikuwa anapitia. Maandiko inasema kwamba, nataka uangalie wapendwa, kusema ni kitu ya maana. Na maandiko yanasema kwamba alishisendi, akasema nikiguza tu pinde la nguo la huyu Yesu nitapona. Na nikwambia wapendwa, kusema ni kitu cha maana sana. Kusema na kukiri kwa ulimi. So akakiri na akajiletea uokovu, akajiletea uponyaji katika maisha yake. Alipoenda akagusa tu hivi, kwa sababu aliposema Mungu alisikia. Na Mungu aliposikia akabaki hiyo maneno na mambo ikaanza kufanyika. Alipomgusa tu hivi akapata uponyaji. So siku ya leo wapendwa, ningependa tuweze kuwa watu ambao wakati ambao tunaponena maneno, tunene tukijua ya kwamba these are ones that are being backed by God. Bora tukisema maneno haya kwa imani. Mungu anatuambia mwenyewe in the book of John chapter 6 verses 63. Labda tusome hapo. Yohana mlango ambao ni wa 6. Tuangalie mstari. Inasema hivi. Inasema it is the Spirit who gives life. The ones profit nothing. But the ones that I speak to you are a spirit and they are life. Now, kitu ambao Mungu anatuambia hapa wapendwa, ni kwamba wakati ambao neno la Mungu linaingia ndani yetu, kama vile nahubiri saa hii, kama vile nakufundisha saa hii, wakati neno la Mungu linaingia ndani ya mioyo yetu, si neno tu la kawaida. Anasema kwamba kuna uhai katika hilo neno. Anasema kwamba maneno anao yanena, haya maneno ni roho na ni uhai. Na haya maneno wapendwa, acha niwaambie, wakati ambao utachukua neno la Mungu uliweke ndani yako, kwa sababu Yesu anatuambiaje? Anasema from the abundance of the heart
the mouth speaks. Unjaze moyo wako na roho yako neno la Mungu. Huwe kwamba umesoma neno. Na mpendwa, nikwambia kuwa mtu ambaye ni wa kusoma maandiko na usome neno wakati wote. Upatie moyo wako nafasi, utafakari, you consume the word of God in your heart. Iwe kwamba moyo wako, roho yako imejaa neno. Wakati utasikia ukinena tu, hata ukinena maneno, hata kama useme kwamba nimetoa maandiko mahali fulani, utapata kwamba unanena neno linaenda na maandiko. Nao Yesu anasema ya kwamba neno lake ni roho. Msisahau yale tumeongea huku nyuma kuhusu power and authority. Neno lake ni roho. Anasema kwamba kwa sababu neno lake ni roho, basi wakati ambao tunaponena hili neno, unaposimama ukalikiri, inakuwa kwamba hili neno si la kawaida, liko na roho ndani yake na liko na uhai. Now, kitu ambacho tunahitaji kujifundisha in the book of Isaiah chapter 55 from verses 10. Mungu anasema ya kwamba kama vile mvua inavyonyesha, na ikawa kwamba ikinyesha ni lazima vitu vimee na watu waweze kuvuna kutokana na hayo mazao. Anasema hata nami pia neno ambalo nao linena alitaniulia mimi bure. Ni lazima litimize kile ambacho nimeamua litende. Now, kama Mungu amesema kitu, mpendwa, amesema kitu, unajua hiyo kitu imeandikwa katika Biblia. Uchukue hiyo kitu uweke ndani ya kinywa chako. Kwanza uweke kwa moyo wako, because you have said from the abundance of the heart the mouth speaks. Chukua hilo neno, jaza ndani yako. Wakati ambao unapoanza kunena sasa, unene hilo neno ukijua kwamba unanena neno la Mungu. Mungu anasema ya kwamba hakuna neno ambalo limetoka kwa kinywa chake itakaomrudia kule. So when you speak the word. When you pray the word. When you prophesy the word. When you declare the word. When you decree the word. Wakati ambao utakuwa ukiongea na mlio wapendwa, maandiko inasema ya kwamba God is going to back his word. Maandiko inasema kwamba he honors his word more than his name. Kwa hiyo kama anaheshimu neno lake kushinda hata jina lake Yesu, ni kumaanisha ya kwamba wakati ambao unakiri hili neno, Mungu atakuja halifuatie nyuma na maajabu yatafanyika. So I want you to get this secret, wapendwa, kwamba behind everyone who speak in the name of the Lord, there is power and authority behind it. Hiyo ni kitu ya kwanza. Jambo la pili, Mungu anatuambia kwamba kama ukikiri hili neno vile liko katika maandiko, tena liko na uhai na liko na nini? Liko na roho. Ni kitu gani iweze fanyika, wapendwa? So nawatia moyo katika jina la Yesu kwamba kila wakati tunaponena tuwe watu ambao tumejawa na neno. Ukiangalia wakati Yesu alipokuwa akijaribiwa pale kwenye mlima, shetani alikuwa amempeleka jangwani. Ukienda Israel, japokuwa siaminingi hiyo, ukienda Israel unaenda wakati ambao umekaribia ukiwa sio Israel, ukiwa Jericho, kuna mahali ambao mnasimama hivyo, unaonyeshwa mlima mwingine hapo. Naambiwa ile mlima ndio Yesu alikuwa amepelekwa, hiyo ndio shetani alikuwa amempandisha. Mimi siaminingi ile ndio mlima, japokuwa hiyo ni mambo ya biashara. So kitu nasema ni kwamba alipopelekwa kwa ule mlima kwenda kujaribiwa, wakati alikuwa anajaribiwa, ukiangalia kwa maandiko in the book of Matthew chapter 4, alisema kila saa anasema kwamba it is written. Chapter 4 verse 7 and verses 10. Utapata kwamba alikuwa anamwambia shetani kwamba it is written. Hii ni kumaanishaji, wapendwa, kwamba there is power. Kama Yesu mwenyewe aliona umuhimu wa kusimamia neno la Mungu na kulikiri kila wakati anapokuwa kwenye majaribu, ni kwamba kuna nguvu nyingi katika neno. Nasi pia tujifundisheni hivyo. Wapendwa, kama unataka Mungu akutendee mambo maajabu katika maisha yako, inahitaji ujae moyo wako neno. Na wakati ambao unaomba uombe neno. Wakati ambao unanena unene neno. Wakati ambao unaitisha kitu kwa Bwana uitishe neno. Utapata kwamba mambo itafanyikia wewe maishani mwako. So that is why I'm saying that you can shape your destiny. Bwana asifiwe. Kwa kukiri neno la Mungu maishani mwako. Unakiri neno la Mungu. Unajua kile kitu ambao hufanyikia watu, wapendwa, na makosa ambao tunafanya ni kwamba mara nyingi tunanena maneno ambao hayafai. Unanena maneno ambao hayajengi maisha yako. Utasikia mtu akisema kitu kama anasema kwamba unaweza kusikia mtu akikiri vitu ndugu ambao hata huwezi fikiria. Sikia mtu akisema kwamba I am of no value.
Wakati ambao umekiri kitu kama hiyo, ndio ufike kiwango ambao cha kukiri kwamba wewe huna value. Unakwanga umefika kiwango gani? Unajua watu hupitia majaribu, unapitia majaribu duniani, unaangalia hali ambao umepitia maishani, ukafika mahali ukaona kama wewe ni bure kabisa. Na kwa hivyo ukakiri kwa mdomo wako. Nakwambia wapendwa, na msisahau Mungu anasema kwamba tutaweza kusimama mbele yake na kuweza kusimama na kusema vile ambavyo tunavyonena, maneno yote yametoka kwa vinywa vyetu. Ukasimama ukasema kwamba mimi am of no value mbele za Mungu, mbele za watu. Shetani akisikia hilo neno ambalo umekiri, analitumia, analichukua na kulifuata na kuhakikisha kwamba limedhibitika. Kama vile Mungu anavyosikia maneno ambao ni ya baraka, akayafuata akadhibitisha maishani mwako, even the devil also does the same. Kile ambao umekiri anakifuata na anadhibitisha. So mpendwa, kusikia mtu akisema kwamba nimekaliwa siku hizi na shetani kwa mabega. Unajua kuna watu kukiri namna hiyo. Ati wewe unakuwa we are trying to demonstrate ama kuweza kuonyesha watu kwamba wewe siku hizi uko katika vita vingi sana, unapigana na shetani. Katika hali ya kukiri, unavyokiri mambo ambayo ni negative kwa maisha yako, hayo mambo utapata yatakufuata. Na kuna watu kama wakati wa COVID, na Mungu atusaidie wapendwa, they are always confessing the life is so hard, life is so hard. Inakuwa ni kama hiyo ndio injili ambayo tunahubiri. Wapendwa, tunahitaji tujue ya kwamba nikawa namsikiza mtumishi wa Mungu siku nyingine Oyedepo akiongea, na nikapenda. Akawa sema na inaweza kuonekana kama ilikuwa ni kitu ambao alienda mbito an extra mile kwa hii alipokuwa akiongea. Akasema kwamba watu wanasema maisha iko ngumu. Akarepeat mara mbili. Anasema kwamba maisha iko ngumu, lakini nauliza kwamba wanaposema hivyo, hiyo maisha iko ngumu kwa kila mtu? Akasema la. Na alikuwa anaongea akikaa na hiyo kwa kanisa lake. Bwana asifiwe sana. Nakumbuka kuna wakati mwingine tumeenda na wale ambao mnamjua ndugu yetu Patrick Mutinda hapa. Nikaenda kuhubiri kwao kule pande za Kitui Mwingi. Na kuna watu walikuwa wanapewa chakula. Akasema kwamba nimekataa kupewa chakula. Nimekataa. Unajua ni ile hali ya ukame, kumekauka. Sasa watu wanakuwa ni kupewa. Akasema kwamba nimesema chakula haitapeanwa. Mungu wetu ndiye atatubariki. Na unajua hiyo imani alikuwa nayo ilifanya kazi. Kitu najaribu kusema ni kwamba wapendwa, wakati mwingine unahitaji hata kama hali inaonekana kama si nzuri, ukiri mambo ambao ni mazito kwa maisha yako, mambo ambao ni ya baraka, si mambo ya kulemewa na kushindwa. Bwana asifiwe sana. Ama uende kusema kwamba ugonjwa huu utaniua. Yaani vile umeona kwamba umesumbuka sana na ugonjwa, unafika kiwango ambao umeamini ya kwamba ugonjwa huo sasa unaenda kumaliza wewe. Unahitaji umalize uweze kuamini Bwana kinyume na vile shetani anakuambia. Our last word Mungu yako nayo, sio wanadamu wala vile tunafikiria. Jiulize kwamba neno la Mungu linasemaje kuhusu maisha yangu. Bwana asifiwe sana. Unaweza kusikia mwingine akikwambia kwamba akisema kwamba I'm ended nowhere, mtu akwambia kwamba you are not ending anywhere. Yaani kama wewe uko hapa tu unazunguka kwa maisha. Wapendwa, what am I trying to tell you ni kwamba usikubali wakati wowote, kwa sababu tumeona kwamba ulimi uko na nguvu nyingi kunena maneno ambayo ni kinyume kwa maisha yako. Usikubali. Kama umekuwa watu wale ambao huongea sana mambo ambayo ni kinyume kwa maisha yako ama maisha yao, tafadhali kuanzia sasa, kwa sababu tumejifundisha tukaona umuhimu wa ulimi, usikubali kunena maneno kinyume kwa maisha yako. Bwana asifiwe. Mimi I don't like staying close to people ambao wanakuanga negative, wanaongea vitu ambavyo ni vya kulemewa. Wakati wote unatembea na watu, tembea na mtu ambaye anakuambia kwamba ndugu, inawezekana. Anakuambia ndugu, hii jambo inaonekana kwamba ni ngumu lakini inawezekana. Usitembee na mtu ambaye anakuvunja moyo na kunena maneno ambayo ni ya kukumaliza, ambao shetani anatumia kinyume chako. Fuata neno la Mungu na ulinene kwa maisha yako. Utaona litabadilisha na litatenda mambo makubwa. Nataka tuweze kuangalia mambo matatu hivi tunapoenda kumaliza. Jambo la kwanza nataka tuangalie, wewe mwenyewe unaweza kukiri maneno kwa maisha yako na ikabadilisha destiny yako na ikakufikisha mbali kwa kukiri, kinyume na vile watu wanafikiria, kinyume na vile watu ambao wamesema na wamezoea. Ukakiri kitu tofauti na ikabadilisha maisha yako. Nataka tuangalie in the book of Numbers chapter 13. Hili ni andiko ambalo mara nyingi tunafikiri tumeweza kulisoma, lakini kwa njia tofauti. Siku ya leo nataka kulielekeza kwa njia nyingine. Kitabu ambao ni ya Hesabu, nataka tuangalie mlango wa 30
na 31. Nataka tuangalie kuhusu Caleb. Maandiko inasema kwamba then Caleb quieted the people before Moses. And I want you to note the word said. And they said, let us go up at once and take possession, for we, I want you to note that, for we are well able to overcome it. Nataka uangalie tena. Caleb quieted the people. And they said, you underline that word said. Akasema, let us go up at once and take possession, for we are well able. I want you to underline that word, we are well able to overcome it. Uangalia katika mstari wa 31. But the men, you can underline that men, who had gone up with him. I note that they had gone together. Maandiko yanasema kwamba they said. You also note that word said. We are not able. Maneno manne. We are not able to go up against the people, for they are stronger than we. Now wapendwa, hapa ndio watu wa Mungu wanaishia. Maandiko inasema ya kwamba mnavyojua kuhusu hadithi hii, tunaielewa wengi wetu kwamba ni Mungu alikuwa amewapatia nchi, akawaambia kwamba mwende mrithi hiyo nchi. Na ikawa kwamba lazima waingie kule, lakini wakasema kabla hawajaingia watume watu ambao wataenda kuchunguza waone inakaa namna gani. Na wakatuma watu 12, kila mmoja akisimamia kabila moja ya Israeli. Maandiko inasema ya kwamba walipoenda pale wakafanya uchunguzi, wakazunguka wakiangalia vile kuko, na wakaleta ripoti. Walienda wakaona watu wakubwa majitu wanaishi huko, na shamba na kule walikwenda kulikuwa ni kuzuri, matunda, maziwa kwa wingi, na wakaona kwamba mahali hiyo nchi ilikuwa nchi ya kupendeza. Walipoleta ripoti, maandiko inatuambia kwamba wale wengi ambao ni 10 walisema kwamba huko ni kubaya, sababu ndio ni kuzuri, ndio kuna rutuba, ndio tunaweza pata mali huko, kila kitu ambao tunahitaji, na wakaleta hata matunda, na wakasema kuna maziwa kwa wingi. Kitu ambao ilifanya vibaya ni kwa sababu ya challenge ambao waliona. Na wapendwa, wacha niwaambie, kile kitu ambao kinazuia watu wa Mungu wasile matunda ya urithi na baraka za Mungu maishani mwao ni kwa sababu ya challenges. Nao walikuwa wameenda pale, na let me tell you, in every promise that God gives you, don't forget this, ni lazima kutakuwa na changamoto mahali. Hakuna promise Mungu anapeananga ambao pia haina demand. Ni lazima Mungu akikwambia uende pale, wakati ambao unaenda atakuwa ameweka handle mahali, na hiyo ni lazima uvuke hiyo handle. Usipoivuka hautafika. So maandiko inasema ya kwamba walipoenda pale walipata kwamba kuna majitu wengi na wakubwa na wazito, wakaogopa. Nawe sijui mpendwa, katika maisha yako ni kitu gani unaogopa? Sijui ni jitu gani ambao unaona? Unajua majitu yako mengi wapendwa. Majitu yako kwa mfano unaweza kuwa kwamba mahali ambako umetoka, maisha ambao umeyaishi, jamii ambao umetoka, ikawa kwamba hiyo picha iko kwa mind yako, na kila mmoja wetu hapo ako na hiyo picha. Thank God that kama wewe ulitoka jamii ambao ilikuwa mzuri na mlikuwa na utajiri na mali, shukuru Mungu. Lakini kuna wengine ambao mtu ametoka mahali wapendwa, kuna changamoto nyingi, na ukafika mahali ukapata injili kwa mind yako kwamba you cannot make it. Kwa sababu gani? Kwa sababu hiyo jitu ya umaskini na taabu na ujuzi ambao uko nao kwa miaka mingi, kuweza kuishinda kwa akili na kuwa ngumu. Inakuwa ni vigumu sana kuweza kuona ya kwamba it can be for you. Bwana asifiwe. Lakini nataka nikuambie mpendwa, ukifika mahali uweze kuona na uamini tofauti, useme kwamba I can make it. Uamini hiyo kwa moyo wako, because we have said from the abundance of the heart. Unajua mpendwa, kama hujakuwa convicted kutoka ndani, hata ukikiri you will be a pretender. Lazima kwa moyo wako kwanza uamini ya kwamba hii kitu itawezekana. Doesn't matter the contradictions. Useme kwamba hii itawezekana, alafu ukiri. Bwana asifiwe sana. Na huyu ndugu, unaona watu wote, watu 10. Na nimewaambia wapendwa, si lazima ufuate vile watu wanasema. Na mara nyingi watu wanapendanga kufuata kikundi.
Mtumishi wa Mungu hapa Caleb, najua Yoshua amekuwa mkubwa, alikuwa ni kama mkubwa hapo. Sasa akawa kwamba Caleb anajitenga. Maandiko yanasema kwamba Caleb akakuja and trying to quiet the people. Watu walikuwa wameanza kununguna, watu walikuwa wameanza kuwa discouraged, wakisikia kwamba in fact waliambia Musa, umetuleta huku kuja kutumalizia jangwani kwa nini? Tunataka kurudi mahali tulitoka. Na wakaanza kulia. Ndio akakuja maandiko yanasema kwamba alikuja akaanza kuwanyamazisha. Na statement nataka nikwambie. Maandiko yanasema kwamba and he said, Bwana asifiwe sana. He said that which he believed. Hiyo iko ndani yake, trying to transfer it, anajaribu kushikisha wale watu wengine. Akasema kwa moyo, akasema na maandiko he said, akawaambia kwamba we are well able. Hakuna mwingine alikuwa anaona hiyo picha, wapendwa. Watu walikuwa wanaona kwamba haiwezekani. Akasema kwamba we are well able. Wale nao 10 wakasimama kwamba maandiko yanasema kwamba we are not able. Mungu alikuwa anasikia. Sikizeni wapendwa. Mungu amesemaje? Amesema kwamba chapter 14, mahali tumesoma pale, chapter 14 verses 28. Maandiko yanasema kwamba Mungu akasema nini? Akasema kwamba ukisema ninasikia, and then I'm going to do it. Now wakasema na akasikia. Na kitu ambacho ilifuata hapo wapendwa haikupendeza. Ningependa kwamba tuweze kuangalia katika mlango wa 14. Ukiangalia katika mlango wa 14, waangalia kutoka mstari wa 4. Maandiko inasema kwamba so they said to one another, let us select a leader and return to Egypt. Then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation of the children of Israel. But Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, who are among those who had spied out the land, tore their clothes. Kwa sababu ya hasira wakararua nguo zao. Mstari wa 7, and they spake to all the congregation of the children of Israel, saying, the land we passed through to spy out is an exceedingly good land. If the Lord delights in us, then he will bring us into this land and give it to us, a land which flows with milk and honey. Only do not rebel against the Lord, nor fear the people of the land, for they are our bread. Their protection has departed from them, and the Lord is with us. Do not fear them. So unapata wapendwa, bado wale watu wamevunjwa moyo. Na nikwambia mpendwa, wakati ambao unapokuwa katika ushirika, unapokuwa na watu wale wengine, kuna kitu ambao wanafanya hata ukiona kwamba kama jambo ni ngumu, ninakuomba katika jina la Yesu usiseme neno la kuvunja watu moyo. Hata kama unaona kama haiwezekani, hiyo haiwezekani kwako, lakini kwa wengine, sababu Mungu akiwa hapo nyuma yake hiyo kitu tafaulu. Maandiko yanasema kwamba hapa watu wakaendelea kulia. Musa, maandiko yanasema kwamba akaja pale akaanguka kifundifundi mbele za Mungu na mbele za watu pale. Kaanza kumulilia Mungu. Ndio maandiko yanasema kwamba unajua they saw. It was very serious. Caleb na Joshua wakaona kiongozi wao amevunjika moyo. Amekuja pale ameanguka kifundifundi, anamulilia Mungu. Na watu huku wanalia, wananungunika. Maandiko yanasema kwamba wakaja pale wakararua nguo zao. Mungu atusaidie kwa kanisa kama hili, tunakuwa na watu ambao wako na moyo kama huo. Bwana asifiwe. Wakararua nguo zao na wakaanza kutia watu moyo tena. Msivunjike moyo wapendwa. Mungu ako pamoja na sisi. Bado hiyo nchi tuliona ni nzuri na Mungu ametupatia hiyo nchi. Kawaambia kwamba hao watu wamefanya wawe mkate kwetu. Twendeni, Mungu akiwa amefurahishwa na sisi atatupatia hiyo nchi. Kawatia moyo. Watu bado wakaendelea kunungunika. Wapendwa, nataka nikuambie kwamba msimamo wako kwa imani. Kanisa, Bwana asifiwe. Msimamo wako kwa imani utafanya uweze kutimia hatima, ufikie hatima yako maishani. Msimamo wako kwa imani na kukiri neno la Mungu maishani mwako. So neno la Mungu linaendelea kutuambiaje? Mstari ambao ni 11, then the Lord said to Moses, how long will these people reject me? And how long will they not believe in me with all the signs which I have performed among them? Mungu akaanza kukashirika wapendwa. Wacha niwaambie, na kile ambao kinafanya Mungu akashirike ni kwa sababu ya kukiri maneno ambayo ni kinyume na mapenzi yake. Mpaka haya maneno yamesambaa, yameshika kila mtu. Mungu akasikia vibaya na akauliza Musa, hawa watu, na sasa nikwambie mpendwa, na kuuliza hata wewe unanifuata mpendwa,
Ni miujiza mingapi Mungu amekufanyia? Mungu anaangalia yale mambo amewafanyia wewe kwa maisha. Kama Mungu amewafanyia wewe kitu, ndugu, usikae tu ukafikiria kwamba haangalii, anahesabu. So Maandiko yanasema kwamba akauliza Musa, hawa watu ile miujiza yote nimewaonyesha kutoka tulipotoka Misri mpaka mahali wamefika, hawaamini kwamba mimi naweza kweli? Na hata wewe ndugu, dada yangu, katika maisha yako, kwa nyumba mahali wewe unakaa, nyumbani kwako, umeoa, umeolewa, haujaoa, haujaolewa, maishani mahali unatoka, haujaona muujiza wa Mungu maishani mwako? Na kama umeona huo muujiza ama amekufanyia mingi, wakati ambao umepata changamoto maishani mwako, Mungu anauliza, unaanza kuongea kinyume, kutumia ulimi wako kunena maneno ambao ni kinyume na vile Mungu amekuambia. Mungu anauliza kwamba haujaona yale nimekufanyia yote? Kama uliona hayo, hata kama hukuona mimi nikikufanyia wewe, nikifanyia watu wengine, kwa nini unafikiria kwamba siwezi? Na wapendo, hiyo ndio kitu kama hiyo ilifanya Musa asiingie, hata Musa mwenyewe asiingie katika nchi ya ahadi. Alimwambia kwamba huku niamini. Tunahitaji tuamini Mungu. Bwana asifiwe. Na ukiamini, ukiri kama neno la Mungu lilivyo, it is going to shape your destiny. Maandiko yanasema ya kwamba Mungu alipokuwa amekashirika, unapoangalia hapo mstari wa 20, then the Lord said, I have pandoed upon you. Wakati ambao alikashirika namna hiyo, aliambia Musa, nitamaliza hawa watu wote. Na nataka ndugu ukae ukifikiria ni vitu gani ukashirisha Mungu. Mungu kama kuna kitu inamkashirisha, na nataka mshike hiyo vizuri, kama kuna kitu inakashirisha Mungu, ni wewe kutoamini neno lake. Amefanya mambo umeyaona, na hata yale anafanya wakati ambao tunaishi kila siku, mambo ambao unaweza kutoka hata hapa nje uangalie tu hivi, ameyafanya unayaona, na akisema atatenda hauamini. Wakati ambao amewachukua akawapeleka katika shamba, na najua kuna mahali Mungu amekupeleka pia, amekupeleka katika nchi ambayo iko na utajiri fulani, unakanyanga hapo, unaogopa kuendelea kumiliki kwa sababu unaogopa. Mungu anakuuliza, kwani unafikiria wakati ambao nilikutoa mpaka huko, mpaka hapa ndio nimekuja nikashindwa? Anasema kwamba imani yako iko na kasoro. Unakumbuka Yesu mwenyewe akikemea wanafunzi wake, akawaambia, "Oh, unto you of little faith." Na akauliza wakati mwingine, imani yenu iko wapi? Kama kuna kitu wapendwa Mungu anatafuta kwa watu wake, ni imani na kuweza kukiri hicho ambao wameamini. So maandiko inasema ya kwamba Mungu akakashirika, akaambia Musa, hawa wote nitamaliza. Alikuwa amekashirika sana. Hawa wote ambao hawaniamini, wanakiri kinyume, wanasema kwamba haiwezekani, hawajaona mkono wangu ukifanya kazi, hawa wote nitamaliza. Lakini hapa kwa mstari wa 20, Musa akamulilia, ukienda hapo juu, Musa akamulilia akamwambia Mungu, Baba, na kuomba wasamee. Na akamwambia watu watasema uliwaleta hapa uwamalize nini? Mungu akasikia. Anamwambia hapa, he has pardoned them, nimewasamee. Lakini kitu, na akamwambia kwamba lakini kitu baadaye ukifuatilia verses 22, because all these men who have seen my glory, I want you to note that, and I know you have also seen God's glory in your life. All these men who have seen my glory and the signs which I did in Egypt and in the wilderness, and have put me to the test now these 10 times, and have not hindered to my voice. Mungu akasema, they certainly shall not see the land of which I saw to their fathers, nor shall any of those who rejected me see it. Bwana sifiwe. Hasa Mungu amesema, unaona nimekwambia wapendwa, kukiri, you can shape your destiny by what you say. Walisema nini? Haiwezekani. Hatuwezi, we are not able. That statement alone imewamaliza. Kwa nini? Kwa sababu waenda kinyume na kile Baba amewaahidi. Kama wewe kuna kitu Mungu amekuahidi, ndugu dada yangu, na unajua kuna prophetic word that has ever been spoken upon your life, ama katika moyo wako uko na conviction kwamba Mungu alikuambia kitu, na kuambia siku ya leo kwamba kile hivyo Mungu amekuambia, doesn't matter the contradictions, doesn't matter kwamba kuna majitu ama kuna milima ama kuna miamba ama kuna watu ambao wanasema nini, wewe endelea kukiri ushindi wa Bwana. Ukiendelea namna hiyo, utaona kwamba hayo mambo yatadhibitika na utafikia hatima yako kule mbele. Lakini ikiwa kwamba utakataa kukiri neno la Bwana na kuamini bila amekwambia, utapata kwamba unaweza kuishia njiani.
ama ukose kufika. Mungu akahapa akamwambia, hata kama umeniambia nisimalize hawa watu, lakini mwishowe Bwana akasema hata kama siwamalizi saa hii hakuna yule atafika. Hawa wote nimekataa, hakuna ataingia wapi? Kwa nchi yangu ya ahadi. Na hawakuingia. Hata Musa hakuingia. Wote alisema kila mtu ambao ako above 20 years hakuna ataingia kwa hiyo nchi ya ahadi. Kwa nini? Kwa sababu ya kukiri kinyume. Bwana asifiwe na neno la Bwana. Lakini nimekwambia kwamba you can shape your destiny. You know what happened to this man of God? Nataka uangalie katika huo mstari ambao ni wa 24. Mungu akasema, but my servant Caleb, hallelujah, but my servant Caleb, because he has a different spirit in him, and has followed me fully, I will bring him into the land where he went, and his descendants shall inherit it. Akasema kwamba lakini mtumishi wangu Caleb, tofauti ambayo imeleta indifference ni nini? Ni mstari ambao ni wa 24. Kitu ambacho imeleta hiyo tofauti ni nini wapendwa? Kukiri. Bwana asifiwe, na kuchukua msimamo wa imani katika Bwana. Caleb, wengine wakasema kwamba it is not possible, haiwezekani. Akasema kwamba we are well able. That means the whole difference. Kwa hiyo siku ya leo tunapoenda kumalizia, kwa sababu ya wakati, nataka nikutie moyo mpendwa, wakati wote katika maisha yako jifundishe kujua neno la Mungu. Jifundishe Mungu amesema nini kuhusu maisha yako na kuhusu hali zingine maishani, na align your wants with what the Lord says, na ukiri hivyo, Mungu atakufikisha mbali. Hawa wengine walishindwa kufika, walikufa wote jangwani kwa sababu ya kusema neno kidogo tu, we are not able. Lakini kwa sababu Caleb alisimama na akanyamazisha wale wengine walikuwa wanavuja watu moyo, akawaambia kwamba we are well able, he reached his destiny. Bwana asifiwe. Sababu ukienda kidogo uende katika book of Joshua chapter 14 verses 6 kwenda 13 pale. Joshua 14:6 mpaka 13. Hapo alifika nchi ya ahadi ambao ni Canaan, huyu Caleb, na akakumbusha Joshua. Joshua sasa hiyo alikuwa mkubwa, ndiye alikuwa sasa ndiye asimamia Waisraeli. Akamwambia unakumbuka? Bwana asifiwe. Akamwambia unakumbuka ahadi ambao mtumishi wa Mungu Musa alisema tukifika nipewe my inheritance. Kwa hivyo nimekuja unipatie huu mlima. Haleluya. Na akapewa mlima ule na watoto wake na nyumba yake. Na wewe nataka nikwambie mpendwa, you are also going to reach your destiny. Na kitu ambacho itafikisha wewe kwa destiny yako ni vile ambavyo unafikiri kwa mdomo wako. Unakiri kitu gani? Usikiri kushindwa, kiri ushindi. Bwana asifiwe sana. Kiri ushindi katika Bwana. Kiri neno la Mungu maishani mwako. Simama upande wa Mungu wakati wote. Na kile Bwana amesema hata kama inaonekana ni ngumu, haiwezekani, sema kwamba inawezekana. Kama kuna prophetic word imeneno kwa maisha yako, sema kwamba inawezekana. Vile Mungu amesema kwa maisha yako, kile wakati wote inawezekana. Hata kama wewe ni mgonjwa katika mwili wako, unasikia ni kama unaumwa, unajua neno la Mungu linasema kwamba umepona, sema kwamba by his stripes I am healed. Na uendelee kukiri namna hiyo. Wakati ambao unasikia ni kama uko chini, sema kwamba katika nguvu za Bwana ninaendelea. Bwana asifiwe sana. Lakini ukiwa pale unakaa unasononeka, unasema kwamba umeshindwa, umelemewa, unakiri vitu kinyume, utapata kwamba hautafika. Wacha tuseme kwamba wapendwa, siri ya kufika katika hatima zetu ni kuficha neno la Mungu mioyoni mwetu na kulikiri katika vinywa wetu, na Mungu anadhibitisha hiyo, na tutafika katika jina la Yesu. Sema Bwana wabariki sana. Amen. Amen. Nataka kushukuru Bwana kwa sababu ya huo ujumbe. Ni ujumbe mrefu kidogo, lakini kwa sababu ya wakati naona kwamba ni ukatie hapo, na Bwana aweze kuwabariki sana. Bwana asifiwe sana. So unasema Mungu awabariki, Mungu awaonekanie, Mungu awalinde, na tuendelee kumpenda Mungu wetu. Na naomba wapendwa, yale mambo tumejifundisha kwa hizi siku, hizo weeks,
kuhusu kutumia ulimi wetu. Tuna bahati siku hizi, unaweza kwenda tena kwa YouTube ama ukaenda kwa Facebook, ukaenda tena ukaretrieve hizo messages pale na ukaamua kusikiza na utabarikiwa. Utakumbuka, itakutia moyo sana. Naomba kwamba tusimame tuombe na Bwana atawabariki. Let's pray. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru Bwana kwa sababu ya neno lako ambalo tumesikia Bwana. Unatuambia kwamba kwa kukiri Jehova Mungu neno lako tutafikia hatima za maisha yetu. Tumeona mfano mzuri wa mtumishi wako Kalebu ambao alikiri Bwana na akaweza kufika hatima ya maisha yake, na wale ambao alikiri kinyume mfalme wakashindwa na hawakufika. Naomba kwamba ndani ya mioyo yetu Bwana siku ya leo, kama vile tumesikia neno lako, ukapande mbegu ndani yetu Bwana, mbegu ya kuamini neno lako mfalme wa milele na kulikiri katika maisha yetu. Naomba Bwana, baada ya kupitia mafundisho haya ambayo tumeyafanya wiki 4, naomba katika jina la Yesu kwamba Bwana kwa neema yako utatusaidia kuficha neno lako katika maisha yetu, na zaidi Bwana kuliweka katika matendo. Tujue njia ya kutumia ndimi zetu kumiliki ulimwengu na Bwana kuweza kupokea baraka. Naomba katika jina la Yesu Kristo, kila mmoja ambaye anasikia haya mafundisho na wataweza kuyasikia baadaye Bwana, yakaweza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha yao na yakalete baraka Bwana. Nasema ni asante kwa sababu ya kuwa nasi na kutubariki siku ya leo. Nakabidhi kila mmoja mikononi mwako, tunapenda kupungukana. Wacha mkono wako Bwana ukawe juu ya kila mmoja, na kibali chako na rehema Bwana zikawe nasi. Nasema ni asante na jina lako libarikiwe. Ni katika jina la Yesu naomba nikiamini. Amen. Amen. Asante Bwana, wabariki sana.